Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu unayenisikiliza, na kusalimu kwa jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Mtu wa Mungu, ninayo furaha kubwa sana, maana Mungu ametupa neema watu wote kuingia kwenye mwezi mpya, mwezi wetu wa 5. Na mwezi wetu, mtu wa Mungu, tunatembelea somo la mwezi ambalo linasema mwezi wa kurudishwa kwenye nafasi yangu ya baraka. Mtu wa Mungu unayenisikiliza, ndani ya mwezi huu unaenda kurudishwa kwenye nafasi yako ya baraka. Mahali popote ambapo ulitoka au ulitolewa na watu wa nguvu za giza, ulitolewa na watu wabaya, ulitolewa na marafiki wabaya, ulitolewa na mabosi wabaya, na mahali hapo palikuwa ni sehemu yako au nafasi yako ya baraka, ndani ya mwezi huu unaenda kurudishwa kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Natamka, mtu wa Mungu, ya kwamba ndani ya mwezi huu kila mtu anayeisikia sauti hii anaenda kurudishwa kwenye nafasi yake ya baraka. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kabla sijaendelea mbele, naomba tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu tunakushukuru kwa ajili ya uaminifu wako. Mungu tunasema asante kwa ajili ya uzuri wako. Baba yetu mwaminifu, asante kwa ajili ya mwezi mpya. Asante kwa ajili ya mwezi wa baraka. Asante kwa ajili ya mwezi mzuri sana kwa jina la Yesu Kristo. Neno lako Mungu linasema hakuna lililoanza pasipo damu. Usiku wa leo Baba, ninanyunyiza damu ya Yesu Kristo ndani ya kipindi hiki. Nanyunyiza damu ya Yesu Kristo kwa kila mtu anayesikiliza kipindi hiki. Nanyunyiza damu ya Yesu Kristo kwa kila nyumba, kwa kila mji, kwa kila mkoa, kwa kila nchi, Bwana Yesu, inayosikiliza kipindi hiki. Baba, damu ya Yesu Kristo, ile agano, itufunike wote. Ikatupe rehema, ikatupe neema ya kurudishwa na kuketi kwenye nafasi zetu za baraka kwa jina la Yesu Kristo. Usiku wa leo kupitia neno hili ukatuponye, ukatusaidie, ukatuokoe katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Mtu wa Mungu unayenisikiliza, kama ambavyo nimekuambia, usiku wa leo ni mwezi wetu mzuri sana, mwezi wetu wa 5 wa kurudishwa kwenye nafasi yetu ya baraka. Na kichwa cha somo letu la siku ya leo kinasema hivi: kurudishwa katika nafasi yangu ya baraka. Kwa hiyo mtu wa Mungu, tegemea sana kuona unarudishwa kwenye nafasi yako ya baraka. Na ndani ya mwezi huu, mtu wa Mungu, tutasimamia mistari mikuu miwili. Mstari wa kwanza unatoka kwenye Zaburi 18:19. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema hivi: akanitoa akanipeleka panapo nafasi, aliniponya kwa kuwa alipendezwa nami. Mtu wa Mungu, usiku wa leo unaenda kutolewa na nguvu za Mungu. Mahali ambapo sio sahihi, mkono wa Mungu utakutoa. Mahali ambapo sio nafasi yako, unaenda kutolewa. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu atakuweka panapo nafasi. Utaenda kuketishwa kwenye nafasi yako ya baraka. Utaenda kuketishwa kwenye mji wako wa baraka. Utaenda kurudishwa mahali ambapo ni sehemu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la Mungu linasema hivi: aliniponya kwa kuwa alipendezwa nami. Mtu yeyote wa Mungu anayenisikiliza sauti hii, ulitolewa kwenye nafasi yako, na mahali ulipokaa ulipata maumivu, ulipata mateso, ukapata vidonda, ukamong'onyoka, ukaumizwa, ukaharibiwa. Usiku wa leo Mungu anapoenda kukurejesha kwenye nafasi yako ya baraka, lakini anaenda kukuponya. Kwa hiyo mtu wa Mungu, jeraha ulio nalo litaponywa kwa jina la Yesu Kristo. Maumivu ulio nayo yataponywa kwa jina la Yesu Kristo. Kwa nini Mungu anakuponya? Neno lake linasema hivi: kwa kuwa alipendezwa na mimi.
Kwa hiyo mtu wa Mungu, wewe umependeza moyo wa Bwana, umeupendezesha moyo wa Bwana. Kwa hiyo anakuponya, anakusaidia, anakuokoa na anakurejesha kwenye nafasi yako. Bwana Yesu asifiwe. Andiko la pili tunaenda kusimama nalo linatoka kwenye Zaburi ya 18 mstari wa 36. Neno la Mungu linasema hivi: umezifanyizia nafasi hatua zangu, na miguu yangu haikuteleza. Mtu wa Mungu, ndani ya mwezi huu Mungu anaenda kuzifanyizia hatua zako nafasi. Miguu yako itakanyaga mahali penye nafasi yako. Miguu yako itatembea ndani ya nafasi yako. Miguu yako haitateleza tena kwa jina la Yesu. Kwa nini miguu yako inateleza? Kwa nini shetani ameweka utelezi kwenye miguu yako? Ili kukuondoa kwenye nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usiku wa leo neno la Mungu linasema umezifanyizia nafasi hatua zangu, na miguu yangu haikuteleza. Kwa hiyo mtu wa Mungu, ndani ya mwezi huu hautateleza. Baada ya maombi haya kwenye maisha yako hautateleza tena. Miguu yako haitaondoshwa mahali pako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu. Tunapozungumzia nafasi, tunazungumzia nafasi nyingi ambazo Mungu ametupa kama wanadamu. Ametupa kwenye maisha yetu. Kuna nafasi ya Mungu kwenye maisha yako. Kwa hiyo mtu wa Mungu, kama nafasi ya Mungu kuwa Mungu kwenye maisha yako iliondoka, ndani ya mwezi huu inaenda kurudishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna nafasi yako kwako wewe kwa Mungu. Kwa hiyo mtu wa Mungu, kama wewe ulikuwa na nafasi kwenye moyo wa Mungu, na ndani ya moyo wa Mungu nafasi yako hiyo iliondoshwa, Mungu anaenda kuirejesha. Bwana Yesu asifiwe. Kuna nafasi ya kiutumishi, mtu wa Mungu, kwenye eneo ulilopo, kwenye wito ulionao, kwenye karama. Bwana Yesu asifiwe. Nafasi zote hizo ndani ya mwezi huu zinaenda kurejeshwa, zinaenda kurudishwa. Mkono wa Mungu utakurudisha kwenye hizo nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna nafasi yako wewe kwa watu wanaokuzunguka. Kwa hiyo watu uliokuwa unazungumza nao, watu uliokuwa unafanya nao kazi, watu ambao mpo kwenye jamii moja. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna nafasi yako yoyote iliharibiwa, usiku wa leo ndani ya mwezi huu inaenda kurejeshwa. Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu. Kuna nafasi ya mke kwa mume, na kuna nafasi ya mume kwa mke. Watu wengi ndoa zao zimeharibika. Watu wengi wamejikuta kwenye ndoa zao wametoka kwenye nafasi. Mtu wa Mungu unayenisikiliza, kama ni mke na hauna nafasi kwa mume, usiku wa leo ndani ya mwezi huu nafasi yako ndani ya nyumba inaenda kurejeshwa. Na kama ni mume hauna nafasi kwa mke, ndani ya mwezi huu hiyo nafasi inaenda kurejeshwa. Mtu wa Mungu, nafasi yako ya baraka, nafasi ambayo Mungu alikupa mahali ulipo, nafasi ambayo Mungu alikuweka. Yamkini miguu yako iliteleza, mapepo alitelezesha miguu yako, adui alikuwekea utelezi kukuondoa. Usiku wa leo ndani ya mwezi huu inaenda kurejeshwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna nafasi ya watoto kwa wazazi. Leo mtu wa Mungu, kuna watoto hawana nafasi kwenye mioyo ya wazazi wao. Kuna watoto hawaangalii wazazi wao na kuwapa nafasi kama wazazi. Bwana Yesu asifiwe. Vyote hivyo vinaenda kurejeshwa kwa jina la Yesu Kristo. Nafasi yako ya kazi, nafasi kwenye biashara, nafasi kwenye uongozi, nafasi kwenye taasisi, nafasi kwenye mji, nafasi kwenye kanisa, nafasi kwenye huduma, nafasi yako yoyote, mtu wa Mungu, zinaenda kurejeshwa kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu unayenisikiliza. Kama kuna mahali unajua ya kwamba nafasi yangu imeibiwa,
nafasi yangu imechukuliwa, nafasi yangu imeondolewa, iandike pembeni ya kwamba Mungu unaenda kunirejesha kwenye hii nafasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu wa Mungu, tunapozungumzia nafasi au tunaposema nafasi, tunamaanisha nini? Nafasi ni mahali ambapo Mungu anamweka mtu, Mungu anamweka mwanadamu, Mungu anamweka mtoto wake ili ampe mafanikio mahali hapo, au ili amfanikishe mahali hapo. Bwana Yesu asifiwe. Na mafanikio hayo, mtu wa Mungu, yanakuwa ya aina mbili. Yanakuwa mafanikio katika ulimwengu wa roho, na yanakuwa mafanikio katika ulimwengu wa mwili. Kwa sababu hii, neno la Mungu linasema hivi: mpenzi, na ufanikiwe na kuwa na afya kama vile roho yako ifanikiwavyo. Kwa hiyo mtu wa Mungu, mafanikio halisi yanaanzia kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo ndani ya mwezi huu, mafanikio yako, mafanikio ya baraka, mafanikio yako ya nguvu za Mungu, mafanikio yako ya baraka yanaenda kurejeshwa kwenye ulimwengu wa roho na kwenye ulimwengu wa mwili. Bwana Yesu asifiwe. Usiku wa leo natamani sana twende tukajifunze neno hili kwa Adamu. Bwana Yesu asifiwe. Dada Krista, naomba nisomee Mwanzo 2 mstari wa 7 hadi wa 10. Mwanzo 2 mstari wa 7 mpaka wa 10. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi. Akampulizia puani pumzi ya uhai. Mtu akawa nafsi hai. Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki wa Eden. Akamweka ndani yake huyo mtu aliyemfanya. Bwana Mungu akachipusha katika ardhi kila mti unaotamanika kwa macho na kufaa kwa kuliwa, na mti wa uzima katikati ya bustani, na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Ukatoka mto katika Eden wa kuitilia bustani maji, na kutokea hapo ukagawanyika kuwa vichwa vinne. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, tukirudi kwenye Mwanzo, tunaposoma hii Mwanzo 2 mstari wa 7 hadi wa 10, neno la Mungu linavyoanza linasema hivi: Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Kwa hiyo mtu wa Mungu, Mungu alipomaliza kumuumba mwanadamu, au Mungu alipomaliza kukuumba wewe, Mungu akamtengenezea nafasi huyo mtu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisoma mstari wa 8, neno la Mungu linasema Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki wa Edeni, akamweka ndani yake huyo mtu aliyemfanya. Kwa hiyo mtu alipomalizwa kuumbwa na Mungu, Mungu akamtengenezea nafasi. Unamuona alipomaliza kumuumba Adamu, anaenda mashariki mwa Edeni, Mungu anamtengenezea bustani. Kwa hiyo kuna mahali Mungu anamweka huyu mwanadamu, mahali ambapo huyu mwanadamu atakaa kwa amani, mahali ambapo huyu mwanadamu atapata baraka, mahali ambapo huyu mwanadamu ataongezeka. Kwa hiyo mtu wa Mungu, hakuna mtu yeyote ambaye Mungu hajampa nafasi ya baraka. Huo sio utaratibu wa Mungu, kwa sababu neno linasema Mungu alipomaliza kumuumba, alipohakikisha amekuwa nafsi hai, Mungu anarudi anamwangalizia nafasi ya kumweka, nafasi ya kumfanikisha, nafasi ya kumuongeza, nafasi ya kumtuliza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linasemaje kwenye mstari wa 9? Nisomee. Mstari wa 9. Bwana Mungu akachipusha katika ardhi kila mti unaotamanika kwa macho na kufaa kwa kuliwa, na mti wa uzima katikati ya bustani, na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo mtu wa Mungu, ukiangalia ili andiko, unaona kwenye nafasi ambayo Mungu alimweka huyu mwanadamu, alimweka Adamu, Mungu anachipusha miti ili Adamu asikose chakula. Mtu wa Mungu, kwenye nafasi ambayo Mungu amekuweka, kuna vitu ameviweka. Kwa hiyo ukiona unapungukiwa mahali ulipo, angalia, nipo kwenye nafasi yangu?
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nisomee mstari wa 10. Ukatoka mto katika Edeni wa kuitilia bustani maji, na kutokea hapo ukagawanyika kuwa vichwa vinne. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo mtu wa Mungu, unaona sio tu Mungu alimpa chakula kwenye ile bustani ya Edeni, sio tu Mungu alihakikisha anamwekea miti, lakini unaona kwenye mstari wa 10 anamletea maji, anamwekea mto. Kwa nini anafanya hivi? Anahakikisha nafasi ya Adam ina kila kitu ambacho kinahitajika. Mtu wa Mungu, nimekwambia huu ni mwezi wa wewe kurudishwa kwenye nafasi yako ya baraka. Na nafasi yako ya baraka ina kila kitu ambacho kinahitajika. Ngoja tuendelee mbele, mtu wa Mungu, utanielewa. Dada Krista, nisomee Mwanzo 2 mstari wa 15 hadi wa 18, tutasoma kwa vituo. Mwanzo 2:15 mpaka 18. Bwana Mungu akamtwaa huyo mtu, akamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Bwana Mungu akasema, si vema huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu unayenisikiliza. Amen. Ukisoma ili andiko kwenye Mwanzo 2:15, unaona Bwana Mungu anamtwaa huyo mtu, anamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Kwenye ile bustani ambayo alimwekea kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mahali hapa Mungu anaanza kumpa kazi mtu. Anampa majukumu ya kufanya. Anamwambia ilime bustani, itunze bustani, ili vitu nilivyoviweka visife. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Endeleza kazi ambayo nimekupa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ukisoma mstari wa 16, neno la Mungu linasema hivi, Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula. Mtu wa Mungu, baada ya Mungu kutoa majukumu, Mungu anaanza kumpa mwanadamu maelekezo. Maelekezo yatakayofanya nafasi aliyompa idumu. Nafasi aliyompa iendelee. Nafasi aliyompa istawi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anamwambia ya kwamba matunda ya kila mti wa bustani waweza kula. Ukisoma mstari wa 17, neno la Mungu linasema hivi, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile. Ndani ya bustani, ndani ya nafasi ambayo Mungu alimpa. Kwa hiyo baada ya maelekezo anampa maonyo. Kuna vitu ukifanya ndani ya nafasi uliopo, nafasi itakufa. Nafasi utaondolewa. Kazi yako itapotea. Maisha yako yataharibika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo anamwambia kwenye huu mstari, mtu wa Mungu, wa 17, ya kwamba usile. Anamwambia hivi, kwa maana siku utakayokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Mtu wa Mungu, Mungu anapokupa nafasi, Mungu anapokuwekea nafasi kwenye maisha yako, anahakikisha kazi unakuwa nayo. Amen. Anahakikisha chakula unakuwa nacho. Amen. Lakini Mungu lazima aeke maelekezo, akupe na maonyo yatakayo kusaidia wewe utunze hiyo nafasi yako. Amen. Yatakayo kusaidia wewe uweze kuendeleza hiyo nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Dada Krista, nisomee mstari wa 18. Bwana Mungu akasema, si vema huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaona nafasi inaanza kudai watu. Watu watakayo kusaidia kuhakikisha nafasi inaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anamwangalia huyu mtu ambapo amempa hii kazi kwenye hiyo bustani ya Eden. Anasema si vyema ailime peke yake. Si vyema aitunze peke yake. Sio vyema amwagilie peke yake. Kwa hiyo nafasi inaanza kudemand watu waongezeke. Watu waje. Bustani itunzwe kwa wingi. Bustani iangaliwe kwa wingi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo unaona
anafanyia mtu wa kufanana naye. Wanafanana kwenye nini? Kwenye kuitunza kazi. Wanafanana kwenye nini? Kuilima kazi. Wanafanana kwenye nini? Kwenye maono yaliyopo. Wanafanana kwenye nini? Kwenye bidii ya ile kazi. Wanafanana kwenye nini? Kwenye kukipenda kile kitu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini neno la Mungu linatuonyesha baada ya muda, Bwana Yesu asifiwe, Amen, Adam anapoteza kazi. Anapoteza nafasi. Kuna kitu kinatokea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisoma neno la Mungu kwenye Mwanzo 3 mstari wa 1 mpaka wa 4, unaona kuna vitu vinaingilia kwenye bustani ya Edeni. Sasa kabla hatujasoma, ngoja nikwambie, kwenye kazi ambayo Mungu anakupa, kwenye nafasi ambayo Mungu anakuweka, anataka kuona unawajibika. Anataka kuona unakuwa mtii. Anataka kuona unakuwa na bidii ya kazi. Anataka kuona unasikiliza maelekezo na unafata maelekezo kutoka kwa kiongozi aliyokupa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anataka kuona unaiombea kazi. Kwa hiyo vitu ambavyo Adamu vinamtoa kwenye nafasi ni vitu ambavyo anafanya kinyume na wajibu ambao Mungu anampa. Dada Krista, naomba nisomee Mwanzo 3 mstari wa 1 hadi wa 4. Mwanzo 3 mstari wa 1 hadi wa 4. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, hati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustanini twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiaguse msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimekwambia mtu wa Mungu, ili uweze kutunza nafasi ambayo Mungu amekupa, lazima uweze kuwajibika. Siku utakayoacha kuwajibika, utaipoteza nafasi. Amen. Lazima uweze kutunza nafasi ambayo Mungu amekupa. Lazima uweze kufuata maelekezo. Siku utakayoacha kufuata maelekezo, utakufa hakika. Utapoteza hiyo nafasi hakika. Lazima uweze kutii, mtu wa Mungu, na kufuata maonyo. Lazima ujifunze kuiombea nafasi. Ukisoma kwenye ili andiko la Mwanzo 3 mstari wa 1 hadi wa 4, unaona kwenye bustani ile ile ambayo Adamu na yule msaidizi walikuwepo, anaingia nyoka. Na wanasimulia sifa ya nyoka, alikuwa mwerevu. Na nyoka anaongea na yule mwanamke msaidizi, mtu wa Mungu, ambaye aliweka asaidizane na huyu mtu kwenye bustani. Anamwambia hivi, nini mlichoambiwa? Ya kwamba matunda yote hamwezi kula. Hebu nisomee dada Krista huo mstari wa 1, 3:1. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, hati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Mstari wa 2. Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustanini twaweza kula, Mstari wa 3. lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiaguse msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unamuona huyu mwerevu aliyeingia bustanini, anabadilisha sheria, anabadilisha maelekezo, anachakachua mambo waliopewa. Mungu aliwaambia msile, mkila mtakufa. Unamuona aliyeingia anawaambia kuleni, mkila hamtakufa hakika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaona jambo analomshauri linawaingiza kuwaondoa kwenye nafasi. Linaleta uharibifu kwenye nafasi waliopo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama hautofuata maelekezo, mtu wa Mungu, utatolewa kwenye nafasi. Kama utasikiliza maelekezo ya mtu ambaye hakukupa hiyo nafasi, utapoteza nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wengi leo kwenye maisha yetu, watu wengi sana leo kwenye maisha yao, wamejikuta wanapoteza nafasi zao kwa sababu hawakuwasikiliza watu sahihi.
hawakuwasikiliza watu ambao waliwapa hizo nafasi. Walisikiliza sauti za uongo. Walisikiliza sauti za waganga. Walisikiliza sauti za werevu ambazo zimeambatana na nguvu za giza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna watu leo wamepoteza nafasi kwenye ndoa zao kwa sababu hawakusikiliza maelekezo ya ndoa zao. Wamesikiliza sauti za wauaji. Wamesikiliza sauti za watu wabaya. Wewe umeambiwa ukifanya hivi utakufa hakika. Kufa maana yake ni kupoteza nafasi yako. Kufa maana yake ni kupoteza uaminifu. Lakini anakuja mtu mwingine. Huyo mtu ana hila ndani yake. Anaonekana mwerevu mbele ya macho yako, lakini ndani yake ana sumu. Anakwambia hautakufa hakika. Nani amekudanganya, mtu wa Mungu? Nani amekwambia hautakufa kwenye jambo ambalo uliambiwa ti? Unaambiwa usitii hautakufa. Nani alikueleza usipowajibika utaupoteza hiyo kazi, na wewe ukaamua kuto kuwajibika kwa sababu kuna mtu alikwambia vinginevyo? Usiku wa leo Mungu anataka kuturudisha kwenye nafasi. Neno la Mungu linasema Adamu na Eva walipoteza nafasi yao. Kwa sababu gani? Mwerevu aliwadanganya. Aliwapa maelekezo ambayo hakuyatengeneza yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Dada Krista, tuendelee mbele. Nisomee Mwanzo 3 mstari wa 9 mpaka wa 10. Mwanzo 3 mstari wa 9 mpaka wa 10. Bwana Mungu akamuita Adamu akamwambia, uko wapi? Akasema, nalisikia sauti yako bustanini, nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Amen. Rudia tena. Bwana Mungu akamuita Adamu akamwambia, uko wapi? Akasema, nalisikia sauti yako bustanini, nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo unaona jambo ambalo mwerevu aliliingiza kwenye bustani ya Eden liliwasababisha watolewe kwenye nafasi. Kiasi cha kwamba Mungu anafika anaanza kuwauliza wako wapi? Hawaonekani tena kwenye nafasi. Hawaonekani mahali ambapo Mungu aliwaeka. Hawaonekani mahali pa baraka zao. Hawaonekani mahali pa ushindi wao. Hawaonekani mahali pa furaha yao. Usiku wa leo, mtu wa Mungu, Mungu anakuuliza uko wapi? Uko wapi, mama unayenisikiliza? Uko wapi, baba unayenisikiliza? Kwa nini anakuuliza? Kwa sababu hauonekani kwenye nafasi ambayo Mungu amekupa. Amen. Hauonekani kwenye utulivu ambao Mungu amekupa. Hauonekani ukiwa na majukumu tena. Hauonekani ukiwa na kazi tena. Uko wapi? Nani amekudanganya? Mwerevu yupi amekuweza, amekuondoa? Ndio maana neno la Mungu linatuambia akanifuata, akanipeleka panapo nafasi. Usiku wa leo Mungu anataka kukupeleka panapo nafasi. Amen. Mahali ambapo adui amekutoa. Mahali ambapo adui amesababisha upotee. Mahali ambapo adui amesababisha ufe. Mtu wa Mungu, kufa ni kutoka kwenye nafasi. Kufa ni kutoka mahali pako pa baraka. Mahali ambapo Mungu alijua amekuweka ili ufanikiwe. Mungu amekuweka ili uongezeke. Mungu amekuweka ili usiwe na malalamiko. Lakini leo akikuangalia una machozi, mtu wa Mungu. Una manunguniko, mtu wa Mungu. Una hasira, mtu wa Mungu. Umejawa chuki, mtu wa Mungu. Unahangaika kwa waganga, mtu wa Mungu. Umeumizwa, mtu wa Mungu. Ndio maana neno la Mungu linasema hivi, akaniponya kwa kuwa alipendezwa nami. Usiku wa leo Mungu anataka kukurudisha kwenye nafasi. Amen. Lakini kwanza akuponye. Amen. Maana ulipoondolewa kwenye nafasi umeumizwa, umepigwa, umeonewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu unayenisikiliza. Amen. Dada Krista, nisomee Mwanzo 3 mstari wa 17 hadi wa 19. Mwanzo 3 mstari wa 17 hadi wa 19. Akamwambia Adamu, kwa kuwa umesikiliza sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti ambao nalikuagiza nikisema
ukisema usiale. Ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Michongoma na miba itakuzalia, nawe utakula mboga za kondeni. Kwa jasho la uso wako utakula chakula, hata utakapoirudia ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa. Kwa maana mavumbi wewe, nawe mavumbini utarudi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaona ile ardhi ambayo Mungu alimweka Adamu ailime na kuitunza, ambayo Mungu alimwekea Adamu mafanikio, ambayo Mungu alimwekea Adamu kicheko, ambayo Mungu alimwekea Adamu maji, inalaaniwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa nini inalaaniwa? Kwa sababu ya nyoka. Kwa nini inalaaniwa? Kwa sababu ya werevu. Kwa nini inalaaniwa? Kwa sababu hawakufanya majukumu yao, kwa sababu hawakutii, kwa sababu hawakufuata maelekezo. Dada Krista, nisomee Mwanzo 3:23. Ngoja nikuonyeshe kitu, mtu wa Mungu. Mwanzo 3:23. Kwa hiyo Bwana Mungu akamtoa katika bustani ya Eden, ailime ardhi ambayo katika hiyo alitwaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unamwona Adam anatolewa kwenye nafasi. Unamwona Adam anatolewa mahali ambapo Mungu alimuweka. Unamwona Adam anafukuzwa. Bwana Yesu asifiwe. Unaona malango ya Adam ya uchumi yanafunga. Unaona malango yake ya furaha yanafunga. Nani anamuondoa Adam? Bwana Mungu. Kwa nini Adam anaondolewa mahali ambapo Mungu alimuweka? Kwa sababu ya kutokutii. Kwa sababu Adam hakufuata maelekezo. Kwa sababu Adam alienda kusikiliza sauti ya mkewe. Kwa sababu Adam hakuwa na utaratibu wa kuombea nafasi ambayo Mungu alimpa. Yamkini angeiombea, angejua mwerevu aliingia, angejua nyoka aliingia, angejua mtu ambaye nimepewa anisaidia kwenye nafasi amekumbana na wachawi, amekumbana na nguvu za giza, amebadilika. Kwa hiyo mashauri anayoyaleta kwenye meza yangu ni yapime. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wengi leo kwenye maisha yao wamepoteza nafasi zao kwa sababu ya kutokutii, kwa sababu ya kutokujali nafasi zao, kwa sababu ya kutokuthamini kitu ambacho Mungu amewapa, kwa sababu ya mazoea, kwa sababu ya kuiga, kwa sababu ya kutokufuata maelekezo. Unabadilishiwa maelekezo na mtu ambaye akukuwekea hiyo nafasi, akukupa pale mwanzoni kabisa. Unabadilishiwa maelekezo na mtu ambaye amekukuta bustani ya Eden unayo, amekuta kampuni unayo, amekuta ndoa unayo, amekuta huyo mume, huyo mke unaye. Unapewa maelekezo na mtu ambaye amekuta. Wakati unapewa maelekezo na Mungu akuwepo, Mungu amekwambia ukifanya dhambi utakufa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu amekwambia ukifanya uzinzi utakufa. Mungu amekwambia ukifuata hayo mambo ambayo sijakupa maelekezo utakufa. Unakutana na mtu leo akuwepo mwanzoni, akuona nafasi yako iligharimu vitu gani, akumuona Mungu pale mwanzoni. Adam alimuona Mungu. Mungu akamwambia nimekupa nafasi, na Mungu akampa maelekezo Adamu. Lakini Adamu anatolewa kwenye bustani ya Eden kwa sababu gani? Ya watu walio karibu na yeye, ya watu ambao amewaamini. Mtu wa Mungu, nani umemwamini leo? Nani amebadilisha maelekezo uliopewa? Nani anakufanya usitii leo? Anakuja mtu unamuona anaishi maisha ya kawaida, aombei nyumba yake, aombei kazi yake, aombei biashara zake, anafanikiwa, anaenda kwa waganga wa kienyeji. Wewe kufanikiwa kwako ulianzia madhabahuni, ulianzia kwenye maombi, unamuigilizia. Nani amekudanganya? Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Mungu anasema uterezi uliowekwa kwenye miguu. Kina nani wameweka uterezi? Watu wabaya, watu wenye ila, watu wenye chuki. Kwa nini wanapitisha utofauti? Kwa sababu wanawinda nafasi ulionayo. Kwa sababu wanataka upoteze nafasi ulionayo. Mtu wa Mungu, tupo kwenye mwezi wa kurudishwa kwenye nafasi zetu. Usiku wa leo Mungu anataka
kukurudisha kwenye nafasi yako ya baraka. Nafasi ambayo kabla Mungu hajakuweka alikuwekea kila kitu. Amekupa jukumu la kuiangalia hiyo nafasi. Amekupa jukumu ya kuilima na kuitunza. Ndio maana amehakikisha unayo maji. Maji maana yake Roho Mtakatifu. Maji maana yake ni uzima, mtu wa Mungu. Maji maana yake usipate ukame. Maji maana yake usife. Mungu alihakikisha uhai upo kwenye nafasi ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nyoka akaingia. Mwerevu akaingia. Usiku wa leo, mtu wa Mungu, wote nataka twende mbele za Mungu. Uwe upo kwenye nafasi ambayo Mungu alikupa, au haupo kwenye nafasi ambayo Mungu amekupa, wote tukanyunyizie damu ya Yesu nafasi zetu, ili tuanze na Mungu kwa upya. Na Mungu kwa mkono wake aturejeshe. Aturejeshe kwenye ahadi yake ya kwanza. Aturudishe kwenye agano lake la kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nyosha mikono yako, mtu wa Mungu, mshukuru Mungu. Ramanda kabade. Baba, tunakushukuru kwa wema wako na fadhili zako. Asante kwa ajili ya neno lako, Bwana, ambalo umetudondoshea usiku wa leo. Tunakushukuru Mungu mwaminifu, kwa sababu umekusudia kuturejesha kwenye nafasi zetu za baraka. Tunakushukuru Bwana. Tunakushukuru kwa kusema nasi. Tunakushukuru kwa kusema nasi. Baba, tunasema asante. Asante kwa ajili ya mwezi mzuri. Asante kwa ajili ya mwezi wa kurudishwa. Nafasi za baraka. Rana kabade. Tutarudishwa kwenye nafasi zetu za baraka. Shukuru mtu wa Mungu. Shukuru mbele za Bwana. Ramakataya. Sarakataya. Zarabashata. Zarabataya. Rakamanda. Asante kwa kusema nasi. Asante kwa kutuelezea siri. Zarabashaka. Zorobataya. Zorokataya. Kwa maelekezo. Rakamanda. Zarabataya. Rekomanda. Zekoraka. Rekomanda. Zarabababa. Zarabababa. Zarakataya. Zarabashaka. Zarabataya. Shukuru. Mwambia asante. Mwambia asante. Zarabababa. Zarabababa. Zarakataya. Zaramanda. Mwambia asante. Mwambia asante katika jina la Yesu Kristo. Nyosha mikono yako, mtu wa Mungu, sema Bwana Yesu, usiku wa leo nanyunyiza damu ya Yesu kwenye nafasi yangu. Nanyunyiza damu ya Yesu kwenye nafasi yangu iliyopo kwenye ulimwengu wa roho na iliyopo kwenye ulimwengu wa mwili. Nanyunyiza damu ya Yesu kwenye nafasi yangu ya kazi. Nanyunyiza damu ya Yesu kwenye nafasi yangu ya biashara. Nanyunyiza damu ya Yesu kwenye nafasi yangu ya kilimo. Nanyunyiza damu ya Yesu kwenye nafasi yangu ya huduma katika jina la Yesu. Nanyunyiza damu ya Yesu kwenye nafasi yangu ya ndoa. Nanyunyiza damu ya Yesu kwenye nafasi yangu ya mzazi katika jina la Yesu. Naachilia damu ya Yesu kwenye nafasi yangu, kwenye nafasi yangu usiku wa leo. Nanyunyiza damu ya Yesu, damu ya Yesu ile agano, damu ya Yesu ya ushindi kwenye nafasi yangu. Nenda mbele za Mungu, mtu wa Mungu, Baba, katika jina la Yesu ninakuja mbele zako, ninanyunyiza damu ya Yesu, maana neno lako linasema hakuna lililoanza pasipo damu. Nami ninanyunyiza damu ya Yesu kwenye nafasi yangu. Nanyunyiza damu ya Yesu kwenye nafasi yangu, kwenye ulimwengu wa roho. Nanyunyiza damu ya Yesu. Baba, nanyunyiza damu ya Yesu kwenye nafasi yangu. Nanyunyiza damu ya Yesu kwenye nafasi yangu katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Rakataya. Zorokamanda. Sarababashata. Nyunyiza hiyo damu. Nyunyiza hiyo damu kwenye hiyo nafasi yako. Kwenye hiyo nafasi yako. Damu ya Yesu Kristo inayonena mema. Damu ya Yesu Kristo inayoleta msamaha. Damu ya Yesu Kristo inayoleta ondoleo la dhambi. Damu ya Yesu Kristo inayoleta upatanisho. Damu ya Yesu Kristo. Rakamanda. Sarabashata. Saramanda kabade. Sarabababa. Nyunyiza hiyo damu. Nyunyiza hiyo damu. Nyunyiza hiyo damu. Baba mwema, Mungu mwaminifu, tunanyunyiza damu ya Yesu kwenye nafasi zetu. Damu ya Yesu kwenye nafasi zetu. Nafasi za mahusiano, nafasi za kazi, nafasi za kilimo, nafasi za kwenye mji,
nafasi za uongozi, barakataya, zarabataya, kwenye biashara yangu, kwenye kazi yangu, kwenye maisha yangu, na nyunyiza damu ya Yesu kwenye moyo wangu, rabashataya, zarabakataya, zarakataya, zarabanda kabale, babashakataya, tunanyunyiza damu, tunanyunyiza damu, tunanyunyiza damu, nanyunyiza damu ya Yesu kwenye nafasi yangu niliyoipoteza, rakamanda kabale, zarabababa, zarabababa, zarabataya, zarakataya, nyunyiza hiyo damu, nyunyiza hiyo damu, nyunyiza hiyo damu, nyunyiza hiyo damu, damu ya Yesu, damu ya ushindi, damu ya wokovu, rabababa, zarakataya, zarabababa, nyunyiza mtu wa Mungu, nyunyiza mtu wa Mungu, nyunyiza mtu wa Mungu, nyunyiza mtu wa Mungu, rekopataya, zarabababa, wakorabababa, zarakataya, zarabababa, 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 rakamani, bashakataya, zarabababa, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, ninaachilia katika jina la Yesu. Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, usiku wa leo ninaomba rehema zako kwenye nafasi yangu ambayo nimeipoteza, ninaomba rehema zako kwenye nafasi yangu ambayo nimeipoteza. Bwana Yesu, ninaomba unirehemu. Bwana Yesu, ninaomba unisaidie. Bwana Yesu, ninaomba msamaha wako, ninaomba toba na rehema kwenye nafasi yangu niliyoipoteza, kwenye nafasi yangu niliyoipoteza, kwa jina la Yesu. Neno lako linasema kwenye Zaburi ya 18, akanitoa akanipeleka panapo nafasi. Usiku wa leo unirehemu, unitoe na unipeleke panapo nafasi. Usiku wa leo unirehemu na uniponye, kwa kuwa ndani ya mwezi umependezwa nami, katika jina la Yesu, ninaomba rehema zako juu ya nafasi yangu niliyoipoteza, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kama nilipoteza kwa kutokutii, kama nilipoteza kwa kutokufuata maelekezo, unirehemu. Kama nilipoteza kwa kutokufanya majukumu yangu, unirehemu kwa damu ya Yesu, unirehemu kwa damu ya Yesu, unisaidie. Nenda mbele za Mungu, omba rehema. Baba, katika jina la Yesu, ninakuja mbele zako, ninaomba rehema, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa ajili ya nafasi yangu niliyoipoteza, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, unirehemu, unisamehe, unisaidie. Baba mwema, Mungu mwaminifu, omba rehema, rakamanda, ninaomba toba na rehema zako, ninaomba toba na rehema zako, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Nirehemu Bwana Yesu, nirehemu Bwana Yesu, kwa habari ya nafasi zangu nilizozipoteza. Ninaomba unirehemu, ninaomba unisaidie, ninaomba nirehemu maisha yangu, rehemu maisha yangu. Baba, uliponiumba uliniwekea nafasi ya baraka, lakini kwa ujinga, lakini kwa uzembe, lakini kwa kutokuelewa nikaingiza nyoka, nikafuata maelekezo ya watu wengine, nikaingiza watu wabaya, wamesababisha nimetoka kwenye nafasi. Ninaomba unirehemu, ninaomba unisaidie. Baba, nirehemu, nirejeshe nafasi yangu, nafasi ile ya kwanza ambayo ulinipa, nafasi ile ya kwanza ambayo unilipa. Baba, nirejeshe, Baba, nirudishe kwenye ile agano la milele, agano la furaha, agano la amani. Usiku wa leo ninaomba nisaidie Mungu wangu, nisaidie Bwana wangu, tusaidie Baba. Watu wote tunaomba maombi haya. Mungu tusaidie, Mungu sikia sauti zetu, sikia sauti za
vilio vyetu, sikia sauti za sala zetu. Baba turehemu, Baba turehemu, Baba turejeshe kwenye nafasi zetu, turudishie Baba rakamanda kabade, nafasi za baraka, nafasi za baraka, rakamanda sana Baba, sarabakata. Omba mtu wa Mungu, omba mtu wa Mungu, omba mtu wa Mungu, omba mtu wa Mungu, rakamanda, sarabashakata, sarabakata, sarabakataya, sarabakataya, naomba unirehemu, naomba unisaidie Baba, nirejeshe nafasi yangu niliyoipoteza, nafasi yangu ya baraka, nafasi yangu ya ushindi, rakamanda, sarabakataya. Baba naomba unirehemu, Baba naomba uturehemu, Baba naomba utusaidie, Baba naomba utusikie, ramanda kabade. Omba mtu wa Mungu, omba mtu wa Mungu, omba mtu wa Mungu, omba mtu wa Mungu. Mwambie Mungu akurehemu, mwambie Mungu akurehemu, mwambie Mungu akurehemu, mwambie Mungu akurehemu. Omba rehema za Bwana, omba rehema za Bwana, omba fadhili za Bwana, omba mkono wa Bwana. Mwambie Mungu akurehemu. Baba naomba uturehemu, Baba naomba unirehemu, nirejeshe Bwana Yesu, nirudishe Bwana Yesu kwenye nafasi yangu, nafasi niliyokuwa nauza, nafasi niliyokuwa na wateja, nafasi niliyokuwa natafuta, nafasi niliyokuwa naonekana, kwenye nafasi yangu ya uongozi, kwenye nafasi yangu ya baraka, kwenye nafasi yangu ya ushindi. Baba ninaomba unirehemu, Baba ninaomba unirehemu, Baba ninaomba unirehemu, Baba ninaomba unirehemu. Nirehemu Mungu wangu, nirehemu Bwana wangu, nirehemu unisaidie, nirehemu unisaidie, nirehemu unitoe Baba yangu, Baba, Baba yangu Baba, katikati ya ghadhabu yako kumbuka rehema, katikati ya ghadhabu yako kumbuka rehema. Nirejeshe intimacy, nirejeshe umoja na mume wangu Baba, na mke wangu Baba, na watoto wangu Baba, na familia yangu Baba, na watu wangu Baba. Baba yangu Baba, ninaomba uturehemu, ninaomba uturehemu Baba, turehemu Baba, turudishe kwenye nafasi, turudishe kwenye nafasi, turudishe kwenye nafasi. Baba naomba Baba, sikia sauti yangu, sikia sauti ya sala yangu, sikia sauti ya dua yangu, sikia sauti Baba ya kilio changu. Randa kabade, rakamanda kabade. Omba mtu wa Mungu, usiache, mwambie Mungu akurehemu. Shika hiyo nafasi yako ambayo unajua umeipoteza, shika hiyo nafasi yako kwenye mahusiano yako. Mahusiano yalikuwa yanaendea ndoa, mahusiano yalikuwa yanaonekana yameshinda, lakini adui ameingilia kati, lakini mwalimu ameingilia kati, ameharibu mahusiano ya watoto wako, ameharibu mahusiano yetu, ameharibu mahusiano yetu, ameharibu mahusiano yetu na wewe Baba. Ukashikwa hasira, ukatutoa kwenye nafasi, kwa sababu hatujaonyesha tunajali, kwa sababu hatujaonyesha tunathamini. Lakini usiku wa leo Mungu wangu, tumethamini, tumesikia sauti yako ya kwamba unataka kuturejesha, ya kwamba unataka kutupeleka panapo nafasi. Baba asante, tumejua kufuata majukumu ni muhimu, tumejua kufuata maelekezo ni muhimu, tumejua kutii ni muhimu. Baba tusamee Baba yangu, Baba turehemu Baba yangu, Baba tusikie Baba yangu, Baba yangu tusaidie Baba yangu. Rejesha ile honeymoon Baba, rejesha ile amani Baba, rejesha yale mafanikio Baba, rejesha ile nafasi yangu ya ushindi, rejesha uzao wangu Baba. Nisamee Baba, nisamee Baba kwa makosa yote Baba, nisamee Baba. Wengine wametoa sana mimba, leo wanatafuta uzao hawapati. Mungu umewatoa kwenye nafasi za kuamini kuwa wazazi Baba. Rehemu Baba, Baba rehemu Baba, katikati ya ghadhabu yako kumbuka rehema ndani ya mwezi huu Baba. Turehemu Baba, turehemu Baba, turehemu Baba, turehemu Baba. Rudisha miguu yetu panapo nafasi, rudisha miguu yetu panapo nafasi. Randa kabade, zarababa baba baba, zarababa baba baba, zarababa baba baba, zarababa baba baba, zarababa baba baba. Baba yangu Baba, ukirehemu mtu unamridhia, ukimrehemu mwanadamu unamridhia Baba. Ishara ya kuonyesha ya kwamba umenirehemu ni wewe kuniridhia. Baba yangu niridhie, Baba yangu turidhie watu wote tunaosikiliza haya maombi katika jina la Yesu Kristo. Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninarudi kwenye nafasi yangu, ya baraka, ninarudi kwenye nafasi yangu, ya ushindi, kwa jina la Yesu,
Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Usiku wa leo. Usiku wa leo. Ninarudi. 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 Nyosha mikono yako mtu wa Mungu. Baba katika jina la Yesu Kristo. Baba katika jina la Yesu Kristo. Baba katika jina la Yesu. Ninarudi kwenye nafasi yangu ya ushindi. Ninarudi kwenye nafasi yangu ya baraka. Ninarudi kwenye nafasi yangu ya ushindi. Ninarudi kwenye nafasi yangu ya baraka. Ninarudi kwenye nafasi yangu ya ushindi. Ninarudi kwenye nafasi yangu ya baraka. Narudi Katika kwenye jina nafasi la yangu ya Yesu baraka. Kristo. Kwa Katika jina jina la la Yesu. Yesu Kwa Kristo. jina la Yesu. Zanda Kwa jina kabade. la Yesu. Zarabakataya. Narudi leo. Zarakataya. 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 Usiku wa leo. Zarakataya. Ninarejea. Zarakataya. Usiku wa leo. Zarakataya. Ninarudishwa. Zarakataya. Usiku wa leo. Zarakataya. Ninarudishwa. Zarakataya. Usiku wa leo. Zarakataya. Ninarudishwa. Zarakataya. Kwenye nafasi. 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 Zarakataya. Ninarudishwa. Ramanda kabali. Ninarudishwa. Zarababa. Ninarudishwa. Zarababa. Ninarudishwa. Zarababa. Kwenye nafasi yangu Zarakataya. ya baraka. Zarabataya. Ninarudishwa. Zarabataya. Ninarudishwa. Zarabataya. Ninarejeshwa. Katika jina la Yesu Ninarejeshwa. Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Mtu wa Mungu, andika mahali ambapo wamekutoa kwenye nafasi yako. Andika kwenye karatasi, alafu andika narudishwa kwa jina la Yesu Kristo. Napotamka hapa maneno unarudishwa. Baba katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya watu wako. Ninakushukuru kwa ajili ya watu wote Baba, ambao Mungu wanajua wametolewa kwenye nafasi zao, ambao Mungu umewafunua macho, wamejua umewatoa. Usiku wa leo Baba, wewe umetusamehe na unaturejesha kwenye nafasi zetu za ushindi katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Baba mwema, angalia hizo nafasi walizozinyanyua mbele zako. Ninatamka ya kwamba unawarejesha, unawarudisha kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu Kristo. Kila nyoka, kila mwelevu aliyeingiza sumu, kila nyoka, kila adui aliyesababisha ukatolewa kwenye nafasi yako, usiku wa leo ninamharibu kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Ninatamka unarejeshwa. Ninatamka unarudishwa. Unarudi kwenye nafasi yako ya baraka. Unarudi kwenye nafasi yako ya baraka. Unarudi kwenye nafasi yako ya baraka. Kwa jina la Yesu Kristo. Nyanyua sadaka yako mtu wa Mungu. Baba katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya uaminifu wako. Asante kwa sadaka hizi Baba ambazo watoto wako wamezinyanyua. Mungu, sadaka hii tunasimamisha kwenye mwezi huu wa kurudishwa kwenye nafasi zetu za baraka. Katika jina la Yesu Kristo, sadaka hizi Baba tunazisimamisha kwenye mwezi mzima wa kurudishwa kwenye nafasi zetu za baraka. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Jambo lolote lililotuondoa usiku wa leo Baba, tunanyanyua sadaka zetu. Mungu unasema unaweza ukanyamazia maombi, lakini hauwezi kunyamazia sadaka. Usiku wa leo Mungu usitunyamazie. Turudishe kwenye nafasi zetu za ushindi, kwenye nafasi za kuwa wazazi bora, kwenye nafasi za kuwa mama bora, kwenye nafasi za kuwa baba bora, kwenye nafasi za kuwa kaka bora, kwenye nafasi za kuwa dada bora, kwenye nafasi za kuwa mdogo bora, kwenye nafasi za kuwa kiongozi bora, kwenye nafasi za kuwa mwenye taasisi bora, kwenye nafasi za kuwa mwenye kampuni bora, kwenye nafasi za kuwa mjasiriamali bora, kwenye nafasi za kuwa mwenye kilimo bora, kwenye nafasi za kuwa mfanyabiashara bora, kwenye nafasi za kuwa mtu wa kutafuta bora. Katika jina la Yesu Kristo, ninatamka kwa jina la Yesu Kristo ya kwamba unarudishwa kwenye nafasi yako, ya kwamba unarudishwa kwenye nafasi yako, ya kwamba unarudishwa kwenye nafasi yako. Baba asante kwa ajili ya sadaka hizi ambazo watoto zako wamezinyanyua. Mungu ninaomba uzipokee. Mungu ninaomba uzitakabali kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Mtu wa Mungu, utatuma sadaka yako kwenye namba 0716052202. 0716052202. Lakini pia kama hujaokoka, usiku wa leo fanya haya maamuzi. Kwenye mwezi mpya hakikisha unaokoka. Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, usiku wa leo ninakupokea moyoni mwangu. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Kuanzia sasa mimi nimeokoka kwa jina la Yesu. Amen. Basi mtu wa Mungu, utaandika jina lako kwenye namba 0655 108869.
Narudia tena 0655108869. Lakini pia mtu wa Mungu, kama una changamoto zozote na unahitaji maombi, basi utatupigia kwenye hizo namba 0716052202 au 0655108869. Tutapokea simu na tutakuombea. Lakini pia mtu wa Mungu, kama bado haujajiunga kwenye magrupu yetu ya maombi, tupigie kwenye hizo namba tuweze kukuunga na uweze kupata maombi kila siku tunapokuwa tunatuma. Asante na Mungu akubariki. Ninatamka unarejeshwa na kurudishwa kwenye nafasi yako ya baraka kuanzia sasa kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Ukiamurisha vinakamilika.